Wow, namshukuru sana Mwenyezi Mungu msikilizaji, tumekutana tena sehemu ya 12. Oh, so amazing. Na tunaendelea sasa kufahamu yale yote ambayo tuliyasikia sehemu ya 11 na mpaka tukaishia sehemu ya 11. Jamani, tukabaki tunasema kwamba inauma sana 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 pale ambapo unaamua kujitolea na kumsaidia mtu, alafu mwisho wa siku anakuambia kwamba kwani nilikuomba msaada. Chineke. I say, siku zote watu wanazaliwa wema. Kila mtu anazaliwa ni mwema kabisa piwa. Ila maisha ndo anakuja kumfanya mtu awe ni wa aina tofauti. Hata unayemwona binti ambaye anachukia sana mapenzi, yani anawachukia sana wanaume, alikuwa ni binti ambaye ni mzuri sana kwenye mahusiano, vibaya mno, wife material. Ila kuna lipuzi moja tu likambadilisha akili. The same tu kwa mwanaume. Kwa hiyo bwana, baada ya JC kumkana kule binti na binti akarudi nyumbani, msikilizaji, nikwambia kabisa ninavyomjua mimi, yani Miriam atakwenda kumkana, yani atakwenda kumpiga stop mwamba kwamba asijihusishe na mambo ya familia yake, na ndicho kilichokuja kutokea. Sasa na baadaye wamekuja kutoka nje kuzungumza, na mwisho siku mimi amekuja kumwambia kwamba hayo yote ambayo unafanya kwa familia yangu sikukuomba msaada wako. Tunasonga mbele. Langu jina Lucas Lumbasi. Msikilizaji, ni wewe hapo ambaye nitakuona kwa like na comment, na mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni Elton Tony. I say, nilitulia kidogo, ikiwa sasa hiyo kauli imenichoma mno, nami nikamwambia kwamba ndio haukuniomba, nilijitolea tu mwenyewe kwa sababu nataka kumsaidia Mariam, nataka apone. Haya mambo mengine hayahusiani naye kabisa. Lakini si ni mambo yako. Kwa hiyo nini? Ukiwa hapo unajifanya daktari mwema, unajali, alafu ukiwa na watu wako huko ndo hatujuani, si ndio? Ya nini uendelee kumzunguka mdogo wangu ikiwa hata na yeye unaweza kumkana mbele ya watu kwamba mjui? Miriam, hapana, sawa. Mimi naomba unisikilize. Hiyo sio maana ya kile ambacho mimi nikifanya jana. Nilimwambia hivyo kwa hisia sana. Akabaki kuniangalia tu kwa mkazo. Yaani naweza nikasema kwamba wale sio watu wazuri, Miriam. Ndio waliosababisha kifo cha Joy. Na mimi niko nao ili nije kusaidia kuwakamatisha. Wakalipia kwa maovu ambayo wameyafanya. Kwa hiyo na umekuwa askari sasa hivi ama? Hapana, ila ninafanya kazi na maskari. Unbelievable. Yaani unaweza kusema chochote na kufanya chochote ili kudanganya tu, si ndio? Uko hapa unamsaidia mdogo wangu, sijui ili uthibitisha kwamba wewe ni mtu mzuri wakati sio. Sitaki tena. Umesikia? Wewe kaka, sitaki tena ujihusishe na mama. Hiyo influence yako hiyo na mashirikiano ulionayo na hayo makundi kafanyia huko nje. Yaani sitaki tujuane tena kama ulivyokataa kunijua. Unafikiri mimi nitakuwa na amani kujua unafanya mambo hatari wakati uko na mdogo wangu? Ili na yeye aje apeleke kwenye hizo biashara zenu za kusagana, si ndio? Miriam. Nilimuita kwa upole kwa sababu kule Betha, kumbuka alivyomwambia ile kauli tata sana Miriam, kwamba ni Betha kama alimuhitaji hivyo akaweze kuburudika. Kwa hiyo ilionekana ni kama binti anamtongoza binti mwenzake, kitu ambacho si sahihi kabisa. Basi Miriam akanyanyua kidole chake na kusema kwamba uliowafanya kwa ajili ya mama yanatosha. Kama kukushukuru, nimeshakushukuru. Kwa hiyo nakuomba tu utajua mwenyewe namna ya kuelezea hao wengine, lakini nakuomba uache mazoea na familia yangu. Yaani Miriam, kweli? Yaani unaongea haya yote ni kama vile hunijui. Ninajua nini kuhusu wewe kwani? Zaidi tu ya kwamba ikiwa sitachukua hatua haraka basi utasababisha matatizo kwenye familia yangu. Mimi yani kabisa mimi nawasababishia matatizo yani? Hapana, mimi sio nitakia waletea shida Miriam. Ila usipoangalia ni wewe mwenyewe ndio utakayefanya familia yako ianguke. Nilimwambia hivyo, akakaza sura yake na kuuliza kwamba unasemaje? Usiweze kuhusu mimi kuwa mbaya kwako kwa sababu hujui hata kwa kile nilichokifanya siku ya jana. Nilikifanya ili kukulinda. Mimi siwezi kuwatakia nyinyi mabaya hata kidogo. Ila huyo Joshua wa sasa sio mtu unemdhania Miriam. Bado ana lengo la kuharibu nyie kama familia. Na atafanya kitu kibaya sana tena kwa Mariam ili tu achukue shamba lake.
Umemaliza? Miriam, mimi sikutanii. Na uhakika na ninachokisema. Kaka yako sio mtu, yani hana thamani. Hana uthamini ule wa familia. Anajali tu tumbo na koo lake tu. Mtu anaweza kubadili matendo, lakini kubadili utu huwa ni ngumu. Na utu wa Joshua umeshaharibu mpaka dhamiri yake kiasi kwamba hawezi hata akabadili matendo yake tena. Anachokifanya ni maigizo tu. Nafikiri hao yote unayojua Miriam. Lakini sidhani kama unajua kwamba ni yeye ndio alipanga Mariamu agongwe na gari siku ile nimemwokoa. Hiyo ilipofeli ndo akaja hapo getini na zile pepa zile. Na ilipofeli tena ndo sasa hivi anaona aje kivingine. Unaona? Anataka kufanya mam atoweke Miriam. Na usipoangalia atatoweka kweli kweli. Ni yeye ndo unapaswa kujihadhari naye Miriam, lakini sio mimi. Sasa binti akawa anatazama tu kwa makini. Umemaliza? Nilibaki tu nikimwangalia kwa utulivu. Wewe ni mwongo sana. Sawa? Wewe ni mwongo mno. Yanakuambia leo, wewe ni mwongo, alafu ni mnafiki. Msikilizaji, nikaendelea kumwangalia kwa macho yenye makini tu. Yaani, unajua kila mara ambayo nilikuwa najitahidi sana kuona kwamba labda nikikujaji vibaya mwanzoni, yani maybe nilikujaji vibaya mwanzoni, umerudi tena kunithibitishia kwamba nilikuwa nakosea. Wewe ni mwongo sana. Yaani unaweza mpaka kudanganya mtu kwamba ni uko karibu kufa ili tu upate lifti. Unashindwa vipi kudanganya kuhusu matendo ya mtu mwingine ambaye hata umfahamu? Mungu wangu. Nilisema hivyo kwa sauti ya chini, huku sasa nikitikisa kichwa kwa kutokuamini jinsi ambavyo jambo hili lilizidi kwenda upande mbaya tu. Yaani ikabidi mpaka yeye aunganishe tangu tulivyokutana kwa mara ya kwanza. Kumbukeni nilivyokutana na mimi, nilimwongopea kwamba niko kwenye hali mbaya na akanipa rift. Sasa kwa hiyo ananiona kama ni mtu wa maigizo tu. Unadanganya kwamba Joshua alitaka kumgonga Mariam kwa gari. Ulimuona? Ulimuona? Okay, kama una ushahidi utoe. Yaani utanifanya nini? Yaani utanifanya nini mimi niweze kuamini? Utaniaminisha vipi? Kwa kwanza kukohoa tu na kusema kwamba unaumwa kifua au? Aliuliza hivyo. Nikamwangalia kwa mkazo kiasi. Kwa hiyo kumbe bado tuko kule kule tu, si ndio? Yaani mpaka leo bado hujanielewa vizuri kiasi kwamba unatumia hicho kisa nilichokifanya mara ya kwanza tumekutana ili kufumbia macho mambo mazito wakati huu, si ndio? Ningekuwa nataka kuwaletea matatizo, ningemsaidia mdogo wako. Kwa hiyo nini? Unanisimangia mama, si ndio? Yaani kwamba niamini yani kila kitu unachosema kwa sababu tu unamsaidia mdogo wangu bila eti kulipwa, basi yaani si ndio hivyo? Si ndivyo unavyomaanisha ama? Okay Miriam, sijamaanisha hivyo unavyofikiria. Lakini sijamaanisha unavyofikiria Miriam. Mimi sikuomba msaidie mama. Sikukuomba kabisa. Ulikuja mwenyewe kwangu. Yaani mimi sijakufuata sehemu yote kuomba msaidie. Ulikuja mwenyewe kwangu. So ukitaka kuacha, acha. Kwani umelazimishwa? Acha. Na sitaki tena uendelee. Acha nibebe familia yangu mwenyewe. Haikuhusu kwa lolote. Unaweza kaacha tu. Sijakuomba. Ese. Msikilizaji, yani nilikuwa ni kama siamini kila ambacho nakisikia kwa binti. Kabisa yani. Kwanza mdau alikuwa ananisemesha kwa sauti ya juu kiasi na inaonekana sauti yake ilisikika mpaka pale ndani. Kwa kuwa mlango ulifunguka na wa kwanza kutoka akawa nitesha. Hakuna anayekuzuia Miriam, lakini hata wewe ni mwanadamu. Hautabeba kila kitu peke yako. Kuna vitu vingine vitakushinda na utahitaji msaada. Huwezi kuona kila kitu. Nimesema uniache. Umesikia? Naomba uniache. Sihitaji msaada wako kwa lolote. Miriam alinikatisha kwa ukali. Tesha akawa sasa amesimama nyuma yake, akionekana kushangaa. Na mama zao wakubwa wakawa sasa wamekuja nje pia na kusimama karibu na Miriam. Maana Miriam sasa mdao, yani nadhani sauti yake ndio iliyowatoa ndani. Bizadi sasa akamuuliza kwamba mimi kuna tatizo gani? Miriam akanambia kwamba naomba ondoke.
Unaniangalia nini? Ondoka. Basi Tesha kuuliza kwamba da mimi. Oa, kaka JC, oa issue nini? Miriam, hebu nakuomba basi tuliza akili sawa. Naomba tuliza akili ili uone mambo. We, nimekwambia ondoka. Ushauri wako mimi sio hitaji. Mizigo yangu ni ya kwangu. Umesikia? Haikuhusu. Miriam, unavyofikiria sio. Hicho kimeanza kuwa kiburi sasa. Miriam akanitandika kofi zito shavuni. Bi Zawadi mpaka akashtuka akasema, "Hey, we mimi." Nilibaki nikiwa nimeinamisha uso wangu pembeni baada ya mwanamke huyu kunilabua namna hiyo. Kibao kiliuma. Ila maumivu ya hicho kibao kwangu mimi hayakuwa shavuni, bali moyoni. Unadhani hata shavuni iliumia? Hamna. Sasa kibao cha mtoto wa kike kiniumize mimi? Hapana, ila moyoni ndiko nilikoumia. Mambo yalikwenda tofauti kabisa na matarajio yangu niliyokuwa nayo. Tofauti. Nilimwangalia Miriam usoni na kuna jinsi ambavyo aliniangalia kwa hasira sana. Na ni hapa ndio sasa nikawa nimeweza kumuona Mariam pia akiwa amesimama karibu na kaka yake, huku wote wakinitazama kwa kuchanganywa na aliyotokea hapo. Bizadi yeye alikuwa ameweka mikono yake kwenye, yani kaweka kiganja chake kwenye mdomo wake, huku sasa akiniangalia kwa kutokuamini. Na Bi Jamila alinitazama kwa mshangao sana. Unajua, kama mwanaume nilijipa utulivu tu. Nami nikamwambia Miriam ya kwamba sawa. Okay, nimekuelewa. Sitajihusisha tena kwa lolote lile ambalo halinihusu. Sipendi yeyote kati ya hawa aumie, ila watakapoumia safari hii Miriam, ujue itakuwa ni juu yako. Nilimalizia maneno hayo ya mwisho nikiwa sasa nimemnyoshia kidole mwanamke huyo. Naye akanikazia macho yake hata zaidi. Sikusubiri lingine tena. Nikatoka hapo kibarazani na kuvaa malapa yangu miguuni nisiweze kumwangalia ama kuangalia wengine baada ya hicho kilichotokea. Bi Jamila kwa upole sana akaniita JC baba. Sikuitika wala kumwangalia, nami nikaanza kuondoka hapo. Nikamsikia Tesha akisema kwamba da mimi ndio nini sasa? Kwani umefanyaje, mbona sielewi? Msikilizaji, najua maongezi kwenye hiyo familia kuhusu hilo swala yangeendelea tu baada ya mimi kuwa nimewaacha. Na nilikuwa nimejawa na hasira moyoni kutokana na kuharibikiwa na moja kati ya mambo yaliyokuwa yananipa nguvu sana. Kosa tu Miriam kukutana na Betha ndio likawa limesababisha haya yote kuweza kufanyaje kutokea. So nikaingia ndani kwa Ankia na kuwakuta mashosti zake wakiwa wanakula huku Ankia akitazama tu TV. Niliwapita bila kusema lolote. Na nadhani Ankia aliona kwamba nilikuwa nimeudhika. Nikaingia chumbani na kukaa kitandani. Nami nikaa sasa najaribu kuisawazisha akili yangu ili ipate utulivu, lakini nikashindwa. Nikaamua kubadili mavazi na kuvaa nguo nyepesi, kisha nikaanza kufanya mazoezi ya kuchangamsha mwili ili akili yangu ipoteze masuala ya kuvunjika moyo, lakini wapi? Nikaambulia kujilewanisha tu kwa jasho. Sikupenda hisia za namna hii kabisa, sikupenda. Sijui nilianza kuaje. Sawa, kuwajali hawa watu niliwajali. Lakini ile swala la kuwaza sana juu ya fikra za Miriam kunielekea ndio lililokuwa linanihangaisha sana. Mimi sikuwa ni mtu wa kujali sana nani kwamba eti ananifikiriaje, na hata kama ningekuwa nimetoka kutibuana na mtu, lingekuwa swala la kuisha tu hapo hapo na mimi kuendelea na mambo mengine. Labda ikiwa tu niliyetibuana naye angetaka kuliendeleza. Ila Miriam alikuwa anafanya akili yangu iwe kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe, ikipambana kutaka kumtoa akilini, lakini ikishindwa kufanikisha hilo. Ningehitaji kutafuta njia ya kunisaulisha, maana hizi sio zinaboa sana. Kidogo tu baada ya kuacha hizo push up na sit up, Ankia akawa ameingia chumbani hapo na kunikuta sasa nikiwa nimekaa chini. Yaani nimeegamia kitanda tu. Akafunga mlango na kuja karibu na mimi. Akauliza kwamba vipi? Sikumwangalia, lakini nikatikisa kichwa kidogo kuonyesha kwamba hakuna kitu. Akauliza kwa upole tu kwamba mbona kama una huzuni, nini kinakusumbua? Basi nikabaki kimya tu nikitazama mbele. Akashuka na kuchuchumaa karibu na miguu yangu, naye akasema kwamba nimemsikia Miriam wakati anafoka hapo nje. Nilimwangalia usoni tu. Na nani huyo? Tesha kanitumia message pia. Anasema kwamba haelewi kinachoendelea, anakutumia message lakini haumjibu. Kwa nini kimetokea hapo JC? Aniuliza hivyo kwa pole tu, nikashusha pumzi kiasi nikihisi kuvunjika moyo. Amenielewa vibaya. Nilikuwa najaribu kuwasaidia tu lakini kanisoma vibaya.
Jesse, unajua kabisa kwamba Miriam huwa hapendi watu kujiingiza kwa sana kwenye masuala ya familia yake. Na mimi nikwambia kabisa siku ile au umesahau? Sawa, unamsaidia mdogo wake lakini mengine unayaacha tu. Ona sasa mpaka amefikia huko kwenye kupigiana kelele jamani kweli. Hiyo ndo nini sasa? Kuona maanisha yani kwamba nikiona nyoka nataka kuangata basi niwaache tu. Niwaangalie tu kisa eti Miriam atanuna. Ankia, hayo sio maisha. Lakini yako sio ya kwako Jesse. Utalazimisha kwani? Au ni maisha yao? Yote hayo ni kwa faida gani sasa? Unajitoa kusaidia alafu mwisho wa siku uje kutimliwa vumbi kweli jamani? Sio hivyo Ankia. Miriam kajaji hii situation ni vibaya tu na sio makosa yake. Ila ndio ameshamwagika sasa. Hakuna yani imekwisha hiyo. Kwani amekwambiaje? Nisimsogelee tena. Kisa nini tena Jesse? Ni mambo mengi Ankia. Hebu ngoja tu nitulize kwanza. Ngoja nitulize kwanza akili. Nitakuja kukuambia. Basi alikuwa ananitazama kwa hisia za huruma. Naye akasema kwamba sawa, kuna ugali kwenye hotpot tukitaka. Hapana, sisi njaa. Naenda tu kupiga maji alafu naingia kulala. Nisema hivyo bila kumwangalia, akaitikia tu kwa kusema haya. Kisha akasimama na kuondoka. Sehemu kubwa ndani ya moyo wangu ilikuwa ikihisi hasira sana. Japo mimi nilijitahidi kujidhibiti. Si ile kujua kwamba ni uko sahihi kabisa katika jambo fulani, lakini kwa wengine unakuwa unaonekana kama vile umepotea. Ushawahi kupata hiyo hisia Yaani kwa unajijua kabisa kwamba nipo sahihi, lakini wengine ndio wamekufikiria vibaya. Japo unaumia lakini wewe ndio unayejua kweli. So Miriam hakuamini niliyomwambia. Ankia naye akawa anaongeza kunifanya nihisi kama vile hatia yote ilikuwa yangu. Yaani hapa hamna kabisa yani. Sasa mimi nikasimama tu na kuamua kwenda kuoga. Nisitake tena kujali habari zozote zile kunizunguka kwa wakati huu. Kuingia pale bafuni nini chumbani. Mapema tu ya saa 4 tu nikawa kitandani tayari na taa zikiwa zimezimwa. Nikikaa kucheza game mpaka kufikia by saa 8 kabisa hivi. Yes. Nilikuwa napiga game tu, nacheza game kwenye simu. Hasa hapo ndo hatimaye nikaweka simu pembeni na kutafuta usingizi. Mawazo hapa na pale kuhusiana na jambo lililokuwa limetokea linikwaza kweli kweli. Na kunikwaza huko kulinifanya nikawie kupata usingizi. Lakini mwishowe usingizi ukawa umeniiba. Sio siri. Yaani hizo zilikuwa ndio stress za kujitakia. Ushasikia mtu anakuambia naye unataka tu stress za kujitakia ndio hizi sasa. Nimekuja kuamka asubuhi ikiwa ni saa 3. Usingizi bado ulikuwa unanivuta na kilichokuwa kimenishtua ni mwito wa simu yangu. Sikutaka hata kujibu, lakini nilipochungulia na kukuta mpigaji ni mke wake Chaligonga, yani Madam Betha mwenyewe. Niko na ngoja nimsikilize. Lazima tuongekuwa na jipya kunitafuta asubuhi yote hii. Jipya lenyewe likawa tu kwamba nilipaswa kwenda huko kwake hotelini. Ingawa hakusema kwa dhumuni lipi wakati huu, issue iliyokuepo ilinihitaji kwenda huko upesi. Eti hata kama sikuwa nimekunywa chai natakiwa niende. Nikamwambia ina shida, anipe muda mfupi nijiandae kisha ningefika huko ndani ya saa 1 tu. Basi bwana, baada ya kuachana naye nikatoka kitandani na kuchukua vifaa vya usafi wa mwili. Kisha nikaelekea nje ili kujisafisha. Ankia alikuwa ameshaamka na kufanya mambo yake kama kawaida. Na japo tulipeana salamu ya asubuhi lakini hakukuwa na uchangamfu kama ilivyokuwa imezoeleka. Nikaoga tu na kurudi tena chumbani. Na nilipokuwa nataka tu kuanza kuvaa kimtoko yani, Ankia akawa amekuja kuniambia aliniwekea chai. Nilitaka kusema sikujisikia kunywa lakini nikamtazama na kuona jinsi alivyoonyesha kunijali sana. Nikaona ngoja nimkubalie tu. Sikutaka kumvunja moyo. Kwa hiyo nikajitengeneza vizuri mwilini na kuvaa nguo nyepesi kwanza, kisha nikaelekea sebuleni kupata kiamsha kinywa. Alikuwa ametengeneza chapati za mayai, nami nikapiga 2 na chai kisha nikamshukuru kwa fadhili yake. Hatukuongea sana hasa kuhusiana na issue ya jana. Zaidi tu ya Ankia kusema kwamba alijua mambo yangekaa sawa baada ya muda fulani. Na mimi ndo nikaa sasa nimemwambia kwamba ninaelekea Sinza kwa muda huo. Basi nikarudi chumbani tena na kuanza kuvalisha mwili wangu nguo safi. Lile t-shirt jipya la blue nyeusi pamoja na jinsi yangu nyeusi. Nami nikaa sasa najifikiria nivae zile ndala mpya ama viatu vyangu vyeupe. Viatu ndio vingefaa zaidi. Na ile tu ndio nataka kuanza kuivaa, nikasikia sauti ya mgeni aliyekuwa amefika hapo na ukaribishwa na Ankia.
isipokuwa tu sauti yake haikuwa ngeni. Nami nikatambua kwamba alikuwa ni Tesha. Nijua tu dogo alikuwa amenifuata. Nami nika sasa najilaumu kwa nini sikuwa nimeondoka mapema zaidi, kwa sababu najua tu angeanza maswali mengi sana hapa. Kitu ambacho nilitaka kuepuka. Kwa nikaanza tu kuvaa viatu hapo upesi, na ndipo mlango wa kuingilia chumbani hapa ukawa umefunguka. Nikanyanyua uso na kumwangalia rafiki yangu ambaye alisimama hapo mlangoni kusasa kinitazama kwa makini. Nami nikaendelea kufunga kamba za viatu. Akanisemesha akasema kwamba oi, ni aje? Sio poa, yani sio poa hata kidogo mwanangu. Alisema hivyo. Akaja kabisa mpaka kufikia hapo kitandani nilipokaa, nami nikatulia kwa kuegamiza kiwiko changu kwenye mguu. Lakini sikumwangalia usoni. Yale ya jana mwanangu ndo alikuwa mambo gani mwanangu Mbona ni wewe na mimi mkachafua kibaraza namna ile mwanangu? Afu from nowhere tu kwanza ilikuwaje mwanangu? Shida nini? Niambie mwanangu, tatizo nini? Unajua hiyo show ya jana mwanangu haijakaa sawa kabisa. Mimi nimeshindwa kuelewa mwanangu. Nini kimetokea mpaka Damimi akazingua kivile? Kuna mambo mengi tu Tesha. Tulipishana tu kauli na sister. Na kupishana tu kauli ndo mpaka akupige banzi mwanangu? Jesi, mbona sielewi mwanangu? Kaka niambie basi. Kwa nini mlizingwana vile? Miriam kufanya hivyo ni mpaka awe amekasirika mno. Na wewe sidhani kama unaweza kumkasirisha kiivo bro. Mimi ningeelewa tu hata kama mngesema ilikuwa ni misunderstanding ya kitu zima, ila hazisuluhishwagi hivyo kaka. Wote jana tu mlikuwa tofauti kwa nini usingemuuliza? Angekwambia tu. Mimi unamjua au unamsikia? Mimi hawezi kuropoka kaka. Nadhani unamjua vizuri. Hata mama hajawaambia lolote zaidi tu ya kusema kwamba sasa hivi hautaendelea kuwa daktari wa nani? Wa Mariam. Asemi nini hata umefanya mpaka kufikia hiyo hatua? Kaka, mimi na wewe tunaelewana kaka. Unashindwa hata kuniambia ile swala kaka. Kwani umemfanyaje? Au kaka wewe niambie tu kweli, labda umemtongoza kakata au? Tesha. Nilimuita hivyo kwa hasira. Sasa kaka, wewe kaka unataka mimi nifikirie nini kaka? Umeanza kuwa kama sio mwana. Usiniambie tu. Basi nikanyanyua uso na kumwangalia. Nikiona wazi jinsi alivyokuwa ametatizika kweli. Kama dadako hajakwambia chochote basi ujue na mimi sina cha kusema. Sitaki kutengeneza mvurugo wote kwenye familia yenu, sawa kwa hiyo uchukulia kwamba anachokifanya Miriam ni sahihi. Labda tu ndio umefika wakati wangu kuacha kumsaidia Mariam. Kwa hiyo ni kuendelea kufanya mambo mengine tu. So Ivani, eti umefika wakati? Ndio waache kumsaidia mama? Kwamba usije nyumbani tena? Kwamba tukaushane tu? Ndio nini sasa? Mbona sielewi ese? Afu we na Miriam sometimes huwa nisiji mnakuwa nisiji mnakuwa naona kama mnakuwa na vichwa vigumu sana. Mimi sielewi bana. Siji hata nyewe mnakuwa. Siji hata mkoje bana. Jamaa alionekana kuudhika. Akanyanyuka kutoka hapo kitandani na kuelekea nje ya chumba. Nikafumba macho na kuinamisha uso kwa huzuni. Nikiwa najihisi vibaya sana kuhusu namna ambavyo rafiki yangu alikuwa anataabika. Yeye ukuta alijiamini sana kwamba hata familia isipoelezwa ukweli, mimi na yeye ni marafiki, lazima tu mimi nitakuwa muwazi. Lakini hakukuwa na pointi yoyote ya kwanza kumuelezea mengi yaliyofanya aliyosababisha mpaka kuwepo na hiyo hali, mpaka nikagombana na dada yake. Mimi sikutaka tu mengine yazuke, kwani nilimjua vizuri sana Tesha. Kwa hiyo kumwacha gizani kwa wakati huu ilikuwa ni bora sana kwa ajili yake. Japo kiukweli roho iliniuma sana kila nilipofikiria hatari ambayo ilikuwa inamnyemelea Mariam kuwa karibu naye zaidi, alafu mimi kuwa nimepewa kizuizi cha kutokumsaidia tena. Zamu hii ni kama ni kifo tu, ndio kama kilipangwa juu ya huyo binti. Na kama kingekuwa kimepangwa hivyo, basi kingempata tu, kwa sababu mimi sikuona namna nyingine tena ya kuweza sana hata sija hata nikwambia aje msikilizaji, hii kitu ilininyima raha sana. Nikaona ngoja nibebe tu vitu vyangu tu ili niondoke eneo hili, na angalau huenda ningekuta mambo mengine huko Sinza kwa adui rafiki yangu ambayo yangesaidia kuniondolea msongo wa swala hili la Miriam. Basi bwana, masaa kama 2 hivi kupita nami nikawa nimefika hotelini kwake madam.
Yaani niliondoka Mbagala na moja kwa moja nikaja huku. Nisijali nani wala nini kingine, kiasi kwamba hata yule askari mpelelezi Ramadhani aliponipigia wakati nipo pande za Vunja Bei, sikupokea simu kabisa, sikupokea. Kale kahisia kakukatishwa tamaa kalikuwa kamenilemea mno. Yaani mpaka nikawa sijui nini kilichopaswa kuwa cha muhimu kutanguliza kwanza. Lakini nilikuwa nimeamua tu kumweka Madam Betha mbele zaidi ili niwe chini ya hali tofauti ambayo ingenifanya nipotezee hisia hizi mbaya, ikiwa hilo lingewezekana. Lakini baada ya kuwa nimefika kwenye mlango wa chumba chake, nikaugonga na kusubiri. Ilimchukua mwanamke huyo karibia dakika 5 kuja kunifungulia. Sijui hata alikuwa anafanya nini. Lakini baada ya kumtazama hapo alikuwa amesimama, yani sehemu ambapo alipokuwa amesimama, fikra zangu zote zikavutwa na muonekano aliokuwa nao. Nilikuwa nimetoka kumuona jana tu, lakini kwa jinsi alivyokuwa anafanana sasa, ilikuwa ni kama vile hatujaonana kwa muda mrefu. Alikuwa amevaa nguo nyepesi sana mwilini, ni t-shirt fulani hivi cha njano chenye sura ya kama Pikachu hivi, lakini kikiwa ni kimekatwa tumboni mpaka kufikia usawa wa kifua chake. Yaani macho ya Pikachu yalikuwa kwenye pande za maembe ambayo yalikinyanyua sasa kinguo hicho kuelekea mbele. Kitovu chake chenye pini ndogo kikiwa nje. Alivaa kaptura kifupi tu chenye wazi. Yaani hakikumbana. Sasa kutokea kiunoni mpaka katikati ya mapaja yake ndio kilikuwa kimeishia hapo hicho kikaptura. Kichokosa kimefanya aonekana yani ni mpya zaidi. Na kilichompendezesha zaidi ilikuwa ni staili yake ya nywele alizokuwa ameziweka kichwani. Alikuwa ameutoa ule msuko wake wa kunyoa kabisa, akiwa kabakiza nywele nyingi kiasi kwa juu na kupunguza zaidi kwa pande za kichwa, na zilikuwa zimepakwa dawa iliyozifanya zingae na kuviringika kuzungukia kichwa chake. Akiwa amesimama huku sasa, mguu wake mmoja akiusogeza mbele na kusimamisha kwa vidole, alionekana kama mwanamke hivi, yani mwanamke fulani hivi malaya ambaye anasubiria mteja kwenye mlango wa kuingilia vyumba vya madangulo. Tena vile yani kama vile vya kule Ubungo. Na alishika sigara kwenye vidole viwili huku sasa akiniangalia kwa macho ya kutokujali. Mimi sikuonyesha hisia zozote. Na kwa mara nyingine tena nikamshusha taratibu mpaka miguuni na kuanza kumpandisha tena. Akauliza kwamba nini? Nikamwangalia usoni kisha nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nothing. Akanishusha kwa macho ya dharau, yani yale up down up down up down. Na akageuka na kuanza kuelekea ndani zaidi ya chumba hicho. Mimi naye nikafuata. Nami nikaufunga mlango na kumgeukia. Alikuwa anapunguza samajivu ya sigara kwenye chombo kidogo sawa draw la kitanda. Kisha akaivuta simu yake iliyokuwa kitandani na kunigeukia. Naye akaanza kuja tena upande wangu. Nilikuwa nimeshatambua kwamba hakuwa amevaa ile ambayo inazuia maembe, wala nguo ya ndani kwenye hiyo Pikachu na kaptura chake. Lakini mimi sikukaza sana fikra zangu huko. Alipenda uzungu sana huyo inaonekana. Na inawezekana alikuwa ni bonge moja la prostitute. Lakini kilichonipeleka hapo kilikuwa ni kitu kingine. Hivyo nikatulia tu kumsikia angeanza na kipi. Akawa sasa amenifikia karibu zaidi na kisha akasema kwamba naomba simu yako. Mimi sikuelewa sababu ya yeye kuanza na hilo moja kwa moja, lakini nilijua isingekuwa busara kuanza maswali. Nikiwa makini tu nikatoa simu yangu mfukoni na kumuonyesha kwa chini. Akaichukua kisha akaanza kubofya kwenye kioo cha simu yake. Simu yangu ikaanza kuita. Nami nikamwangalia usoni kwa makini kwa sababu sikuelewa kwa nini alifanya hivyo. Akacheka kidogo kwa pumzi. Naye akasema kwamba kumbe umenisave madam. Idhani ungenisave, yani maybe hata ningekuta umenisave bitch. Sikuona jambo lolote lenye umuhimu kutokana na kitendo chake. Kwa hiyo mimi nikatazama pembeni tu bila kuonyesha hisia yoyote. Akaniangalia kwa makini kisha akasema kwamba nini? Mbona grim sana leo vipi? Nikatikisa kichwa kuonyesha hamna kitu. Sasa mbona umevimba? Umekuwa Zuchu? Ile yani navimba. Ai. Unaonekana kama Zuchu ujue. Msikilizaji, huyo binti inaonekana leo alikuwa kwenye mood nzuri sana. Lakini sikuonyesha kujali kabisa maneno yake. Okay. Hebu punguza mambo ya kitoto. Una shida gani? Hamna shida. Niambie ikiwa kuna issue unataka tufanye.
jambo lolote, wewe nipe tu kazi yote, mimi nipo tayari. Ili weje? Kuna kitu unataka kupotezea nini? Hapana, nataka kushughulika na ulichoniitia. Ili weje? Nijibu kwanza. HB boy. Umekumbwa na nini kwani? Tuambiane basi. Kitu gani kimeukuta? Sijakumbwa na chochote madam. Naonekana kama mjinga kwako Nimesema hivyo kwani? Ndio unachotaka kumaanisha? Kwani lazima ujue vitu vingine ni personal madam. Hata nikikwambia hautanisaidia kwa lolote. Ya nini sasa? Yaani unanisemesha mimi hivyo? Wewe ndio umeniforce. Msikilizaji, nilikuwa nahisi hasira tu yani. Na ni hali ambayo nilitaka ikome, lakini ndio ikawa inazidi kukua tu. Nikafumba macho na kushusha pumzi, huku sasa nikipitisha ganja changu kwenye paji la uso. Yaani kama nafuta jasho hivi. Beth akawa amekuja hapo niposogea. Naye akasema kwamba niambie, nini kinakusumbua? Huwezi kuwa hapa tu huku wakili yako yuko maili 900 mbele bwana. Sema kuna shida gani? Haina haja. Wewe sema tatizo nini? Una shida na pesa au kuna shida gani? Hapana, sina shida na pesa. Nini sasa? Demu wako akakuacha au? Sina demu bwana. Wewe huyo. Wewe mjinga nini? Wewe ukose demu wewe. Au ni matatizo ya familia? Ni mzazi anaumwa au? Basi usikae kimya, uniambie nini tatizo jamani? Aliongea kwa sauti yenye kujali kiasi. Nikamwangalia nikiwa sasa nimeshangazwa kiasi na hilo. Nami nikatikisa kichwa kukataa tena. Sasa shida nini sasa? Yaani kuna jambo gani ambalo linakupagaisha namna hiyo? Kuna jambo lingine tofauti na hayo lilo kubwa mpaka kukosesha raha kivu, Mimi mwenyewe hata sielewi. Yaani sijui tu kwa nini nakuwa hivi yani. Basi nikajikuta namfungukia mwanamke huyo. Akana nitazama kwa hisia makini. Kwani umekuaje sasa? Uniambie. Sijui hata ni inateselewa yani, sijui hata Nilipatwa na kigumizi cha maneno. Betha wa wakati huu alionekana kuwa tofauti sana na nilivyokuwa nimemzoea. Adui kama adui. Akawa ananionyesha hisia mwenzi yani, zile compassion kwa kuonyesha kwamba anataka kunisikiliza. Mimi nikamwangalia usoni. Kisha nikamuuliza kwamba hivi madam, imeshatokea kawahi kukaa ukafikiria labda ifikie wakati ubadili maisha unayoishi? Unamaanisha nini? Kila mtu huwa anapewa mkondo wa kufuata kwenye maisha yake, sawa Vile anavyoamua kufuata au kuachana nao na kuangalia mwingine ni juu yake, si ndio? Sasa huwa inafika wakati ambao utaanza kuona kwamba kuchagua mkondo wa maisha usiofaa kunaweza kuletea matatizo, si ndio Na kuna vitu vitakupa maonyo. Ukivipuuzia halafu ukapatwa na haya matatizo, hiyo itakuwa ni juu yako, si ndio? Yaani hakutakuwa na mtu mwingine wa kulaumu ila wewe, si ndio? Nilimwambia hivyo kwa sauti tulivu. Betha akaendelea kunitazama kwa makini. Umakini ulioonyesha kwamba alikuwa akitafakari hayo niliyomwambia. Nami nikawa namwangalia kwa subira ili nione itikio lake kutokana na maneno yangu. Lakini ghafla mwanamke huyu akaanza kucheka kwa sifa sana. Akiinama na kupiga makofi kuonyesha kwamba nilikuwa nimemchekesha sana. Nami nikaelewa kwamba hakuwa amenichukulia serious. HB bwana. Sindio. Yaani wewe unatoa neno kama mzee wa upako, na sadaka nakupa isedo. Aliendelea tu kucheka na kwenda upande wa kitanda, nami nikamwangalia kwa utulivu tu. Sasa mimi mbona nipo serious? Sasa na wewe kinachokuhangaisha yani ni nini hicho? Wewe unawaza ya nini? This life, no stress. Ishi baba. Siku hizi jema ndio baya, baya ndio jema. Wewe unawaza kuhusu maisha ndugu yangu? Ndugu yangu wewe ishi tu. Matatizo kitu gani? Matatizo ni ya washamba walioachwa tu na wakati. Watu kama sisi tunakula raha tu kwa sababu tunaishi kwa akili. Sijui unanielewa? Peleka mahubiri yako sehemu nyingine HB, sio hapa. Hapa hizo zote ulizoongea ni pomba tu. Aliongea namna hiyo. Kweli. Huyo ndio Betha niliyekuwa namfahamu. Hiyo yote aliyoita pumba ilikuwa ni kitu kilichofanya nisumbuke sana rohoni. Kwa sababu nilikuwa najimaanisha mimi mwenyewe kwa sehemu kubwa yale niliyomwambia.
Mimi ndiye niliyekuwa nimemuonya Miriam kuhusu hatari iliyokuwa karibu sana na mdogo wake, lakini hakutaka kukubali. Ikiwa baya lingetokea, bado ningejihisi vibaya mno. Haijalishi nini kilikuwa kimetokea baina yangu na yule mwanamke. Nisingeweza kujisamehe endapo kama Mariam angeumia huku mimi sasa nikiwa pale pale. Ila ndio kutokea hapa sasa, ningeweza vipi tena kumsaidia yule binti? Hebu niambia tu mwenyewe, ningewezaje? Dada yake alikuwa amenipiga marufuku kwenye wakati mbaya sana. Ningewezaje? So nikawa nawaza mengi haswa kwenye kichwa changu, na umakini wa macho yangu ukawa sasa kwenye kifua cha Betha. Mimi bila kutambua hilo upesi bwana, nafikiri nikawa sasa nimemfanya mwanamke huyo adhani kwamba nilimtazama yeye kwa kuzubaishwa na ufikirio fulani hivi kumwelekea. Naye akanyanyua kiganja chake kunielekea na kupiga vidole vyake kwa sauti. Nikashtuka machoni na kumtazama usoni. Naye akasema kwamba vipi? Mbona kama unataka kutoa udende? Kuna shida, umeona nini? Udende hujanitoka. Kwa hiyo jua tu ya kwamba sijaona lolote. Sura yake ikageuka kwa makini, kisha akasema njoo hapa. Nikamfuata mpaka hapo aliposimama, nami nikatulia tu kumwangalia. Unajifanya una majibu sana, si ndio? Kuna ubaya kwani ambao nimeongea ama? Wewe una break kwenye maneno unaoniambia. Kumbuka kwa nini uko hapo, umesikia? Na mimi nani kwako? Usinijibu ovyo ovyo tu kisa una stress za kipuuzi, umesikia? Madam, una tatizo lolote na mimi? Au maana nimeshajisafisha fresh kabisa mpaka umeniweka upande wako. Lakini unanitendea kama vile yani kama vile sijui mtumwa labda. Oh, kumbe. Ulifikiri wewe ni nini? Yani wewe ni sawa na kinyago tu cha pambo tu kwangu. Utanipendezeshia tu imaya yangu kwa muda, alafu kisha expire na kutupa. Yes, hilo nalijua sana. Sasa je, unajikuta uko hai kisa nini sasa? Uko top floor na mimi? Ama ile kulala kitandani kwangu na unajikuta kwamba ni tayari, yani wewe ni mkubwa? Dogo. Kuwa makini sana dogo. Yani ili nyashi unaoliona, ili nyashi la gharama sana, ili lisikufanye ukajikuta ni kwamba ni wewe sijini. No. Hii ni nyashi ya gharama sana. Narudia tena kukwambia, nione kama malikia na wewe unakaa kimya. Usinjibu ovyo tu kwa sababu nakuruhusu uingie chumbani kwangu. Hauna tofauti wowote na Elia wewe. Nilibaki na muangalia tu usoni kwa makini sana madam. Sasa madam, ni mambo gani tena hayo ambayo unaniambia? Nini? Kwani uongo? Wewe ulivyo soft. Hauna tofauti wowote na shoga wewe. I say. Kwanza alivyomaliza kauli yake, muda huo alikuwa anavuta sigara. Kwa hiyo baada ya kumaliza kauli, akapuliza moshi usoni kwangu kwa maksudi tu. I say, kudadadeki. Hizi dharau zilikuwa zimeanza kuzidi kiasi sasa. Na ukitegemea na hasira iliyokuwepo ndani yangu, nikajikuta na ukamata mkono wake ulioshika sigara na kukunguta kwa nguvu ili sigara yake mtoke ganjani. Nao kweli ikarukia upande mwingine wa chumba. Betha alishtuka kiasi, na akanitazama usoni kwa mkazo na kuashiria kutaka kufanya kitendo cha ujeuri, lakini nikauzungushia mkono wake kufikia mgongoni kwake na kuukaza. Na mwili wake sasa kwa umesogea karibu zaidi na wangu. Hivi wewe nichie. Alisema hivyo kwa ukali. Sasa akawa anajaribu kufurukuta tena kwa nguvu sana, na kani yake ikafanya wote tuanguke kitandani. Sasa mimi sasa nikiwa juu yake na yeye akiwa amelala chini, na hapo ni kwa sababu ule ugomvi ambao umetokewa vuta nikuvute. Hapo mkono wake bado nikiwa nimeukaza. Nafikiri nilikuwa namuumiza, maana alionyesha sura ya maumivu kiasi. Na kuwa mkimya kwa sababu nataka faida kutoka kwako. Lakini sipendi dharau kama mwanaume yote, umesikia? Nimeshakwambia mimi sio boya. Na mimi siko kama huyo mpuzi wako. Kama huwezi kuniheshimu, basi kaa tu na hilo moyoni. Sio lazima uniambie hayo maneno ya kashifa, umesikia? Siko hapa kuwa ragdo wako, umesikia? Na mimi sio chali. Niko na wewe kazi. Bas, nitumie kama mwanaume kwenye kazi, na sio begi la kupanchia, sawa? Basi akawa amenitazama tu kwa hisia kali sana. Naye akasema kwamba na wewe unajiita mwanaume, kisa ni ukuruhusu tu ni busu ama? I say, usimzomee simba ukiwa mbali. Msogelee ndio utajua kwa nini ana meno makali. Ya kwako wapi? Nisogelee uyaone. Kwani hapa niko mbali? Aliuliza hivyo kwa babe, nikasema kumbe alikuwa akitaka basi. Mwana kulifind mwana kuliwoti, mwana kuligeti. Basi nikaanza kuachia mkono wake niliokuwa nimeukazia nyuma sa mgongo wake.
Kumbukeni hapo juu. Kwa hiyo sasa yani ile nilivyokuwa nimemuinamisha hivi maembe sasa nikawa nayaona maembe vizuri tu. Maembe mazuri sana. Dodo kabisa safi. Yani kwa natazama bila chenga. Na nadhani madam alipotambua na yaangalia maembe dodo ndo akaamua sasa kunitemea mate usoni. Sikutarajia hilo. Kwa hiyo nikamtazama kwa mshangao sana. Huko sasa yeye akitaka kujitoa kitandani. Lakini ndio nikae kama tashingo yake kwa nguvu na kuikaba. Nikimkandamiza kitandani tena. Kisha nikaliwasha kofi sasa embe lake moja kwa nguvu pa. Alitoa yani kama kilio cha maumivu huku sasa akiniangalia kwa hisia kali. Nami nikaanza sasa kulivuta lile embe sasa ni kama kulipoza sasa ni. Nikarudia tena kulitandika tena kofi mara nyingine pa. Sasa kitendo hicho ni kama kilimpeleka sayari nyingine na nikaona sasa ngoja nisimame tu ili nimwache hapo mwenyewe. Mimi nikae pembeni. Alinivuta akaniambia kwamba maliza ulichokianza la sivyo nitakuzingua. Nikamwambia kwamba lakini mimi sinikinyago kwa ama. Akasema kwamba chojinga maliza ulichokianza. Nikamuuliza kwamba sasa papara ya nini? Umefikiri kwamba mimi nakimbia au? Hakutoa jibu na badala yake akaanza sasa kuondoa mavazi yote. Kilichotokea hapo niseme tu ilikuwa ni nginja. Na baada ya kupelekana sana, unajua kwanza msikilizaji kufanya haya yote ilikuwa ni kama vile najikomoa tu maana sikumpenda mwanamke huyo hata kidogo. Ila ndio kawa njia sasa kuweza kupunguza hasira zangu kiasi. Mawazo ya kuondoka kabisa kwa sababu hata hazijapita dakika chache tayari Miriam na Mariamu wakawa wamerejea kichwani tena. Waliniteka kiakili hawa wanawake. Sauti ya Betha ilinishtua ikisema kwamba nimechemka kumbe unajua kwamba ni unakutana na wengi sana wasiojua ama kujua mimi sijamaanisha kufanya jambo hili. Nimaanisha tu kukaa muda mrefu. Muda huo sio shida kwangu. Baada ya kusema hivyo, mlio wa simu yangu ukaanza kusikika na ilikuwa imewekwa usawa upande aliolalia mwanamke. Akasema kwamba nani tena anataka kutuharibia starehe bwana? Mimi nikiwa nimejilaza tu nikamwambia kwamba hebu naomba nipasie simu. Akacheka kidogo kwa pumzi na akajiketisha ili sasa aivute simu yangu. Chafya ikanibana puani ghafla. Kwa hiyo sasa nikageukia upande mwingine wa kitanda na kuitoa kistaarabu. Nilipiga chafya kama mara 2 tu. Beth akasema kwamba nani umemsave kwa kichina huyo? Hebu ngoja. Kauli hiyo ikanifanya nishtuke kiasi. Nami nikamgeukia na kukuta akiwa sasa ameshapokea na kuweka simu yangu sikioni kwake. Betha, I say. Hakukuwa na mtu mwingine yoyote niliyetunza namba yake kwa jina la Kichina isipokuwa Askari Ramadhani. Na nakumbuka kwamba alijaribu kunitafuta mapema lakini sikumjibu. Sasa bila shaka alikuwa amenipigia tena ili tujulishane juu ya mambo yaliyoendelea upande wa adui yetu. Halafu adui yetu ndio akawa ameshika simu. Ningekuwa nimejikamatisha vizuri mno kwa Madam Betha, vizuri mno. Endapo kama Ramadhani angesema lolote lile ambalo lingempa tahadhari huyu mwanamke. So mimi nikajaribu kuikwapua simu yangu kutoka kwake, lakini akanikwepa na kuninyoshia kidole kama kunionyesha kwamba nitulie. Sura yake ilikuwa ni makini sana, akionekana kusikiliza jambo fulani kutokea upande wa pili. Kisha akaniangalia kwa macho yenye umakini sana. Sijui nini kilikuwa tu kimesemwa na huyu askari, lakini hakikuonekana kuwa kitu cha kumpa furaha madam. Na mimi moja kwa moja nikaelewa kwamba oya, nilikuwa nimekwisha nafwa. Lakini nilijaribu tena kuikwapua simu yangu na kusema kwamba madam, naomba ulete hapa simu yangu, si ni muhimu sana. Akaweka kizuizi zaidi. Na ndipo akasema kwamba hebu acha kutusumbua basi na wewe, maswali yote au ya nini, Yupo na mke wake hapa. Acha usumbufu wako bwana. Kwani hujaoa? Eti muda unapotea. Muda unapotea wapi? Kwenda huko. Betha alisema hivyo huku sasa akisonya. Nikabaki nikimwangalia tu kwa mkazo sana. Naye akanitazama na kusema kwamba wewe naye, mbona unakuwa unafanya madili na watu wa shamba tu? Wa shamba? Wewe unajua huyo ni nani? Ni nani? Umeona sasa haujui. Utapokeaje simu yangu alafu ongee hivyo na mtu usimfahamu bila kujua ana uhusiano gani na mimi? Je, kama ni baba yangu? Babako ndo analisauti libaya kama amemeza ngome ya gwaride? Aliongevu kwa kutokujali. Nikanyakua simu yangu na kusema kwamba acha mambo yako madam. Huyu ni baba mdogo wangu. Ndio memsave jina lake kwa Kichina? Si style tu ama? Na save wengi kitu tofauti.
kutokana na jinsi ninavyofahamiana nao. Sasa hapa ushaniharibia CV tayari. Hujui huyu ni mzazi? Kwenda huko. Hajachangia hata kidogo kukupa damu ulionayo kwa hiyo usije ukaanza eti kujipa pressure hapa, no. Alisema hivyo kwa kutokujali. Nikashusha pumzi kiutulivu kwa sababu ilionekana nilichokuwa nimehofia kikutokea. Kisha nikamuuliza kwamba alikuwa anasemaje kwani? Eti mbona upatikani, sijui muda unaenda na haumpi mrejesho. Ndio nikamwambia acha kukusumbua. Beth alinijibu hivyo. Basi nikaiangalia simu yangu kwa makini. Beth akauliza kwamba ni mrejesho wa nini anataka umpatie. Ni masuala ya kifamilia tu, kuna mchango wa kutoa, sasa mimi bado sijawatumia, kwa hiyo ndio. Wanaomba hela? Yaani ndugu, naelewa vizuri sana, wala hata usiseme zaidi. Ngoja nimtumie ujumbe hapa sije aka. Beth akaikwapua simu yangu na kusema kwamba wewe achana naye bwana. Nikamtazama usoni kwa makini. Akaweka simu yangu pembeni na kunigeukia tena. Kisha akanisogelea sasa, akikishika kidevu changu kwa makucha yake na kusema kwamba focus kwenye kitu kimoja tu hapa. Mimi. Masuala ya ndugu zako utadili nayo ukiondoka, sawa? Lakini kwa wakati huu dili na mimi tu. Basi kiona mtazama kwa makini nikamwambia kwamba yes madam. Kisha akasema kwamba kwa sasa wewe ni wangu. Ainiambia kwa sauti ya chini huku sasa akinitazama. Na mimi sasa nikalazimisha tabasamu na kusema kwamba nami ni wako pia. Akatabasamu kiasi kwa kiburi, kisha akalaza mguu wake saa moja juu ya mguu wangu kwa mtindo fulani hivi wa kupiga 4. Kwa hiyo sasa ni nyasho ikawa natoa tangazo kuu la biashara huko nyuma. Nami sasa nikakamata shavu moja na kuliminya. Akatabasamu tu na kusema kwamba uko vizuri kijana, kama King Nasir. Asa mimi nikiwa naelewa aliyemaanisha, nikamuuliza kwamba ndo nani huyo. Nikajifanya kama sijaelewa. Akacheka kwa furaha kabisa, akiachia sasa kidevu changu na kunishika shingoni, naye akasema kwamba wewe ni mjanja kweli kweli, lakini sio kwenye pande zote unahusika. Nikamwambia kwamba lakini hauna idea yoyote. Akajibu kwa lipi lingine ambalo bado sijaona? Mengi tu. Maana yangu ni kwamba sasa hivi umenielewa zaidi na hautaniona kuwa mwanaume sura nzuri tu. Uliposema nimeumbwa kwa ajili ya mwanamke hukukosea. Ila najua bado ulikuwa unanidharau. Sasa ndo nimekuonyesha na bado mengi tu hujaona kutoka kwangu. Kwa hiyo kumbe ulikuwa unanitamani tokea mwanzo, si ndio? Tokea ulipomuua Joy nilikuelewa sana. Huwa sio mtu wa kunyenyekea sana mimi. Ila kwako hata kama ukiniambia nilambe miguu yako mimi sitosita kabisa. Miguu tu. Na nikikwambia yani mpaka huko kwa mpalange wangu huko, je, utafanya hivyo? Wewe. Basi akanifanya nicheke kidogo. Akana nitazama kwa hisia fulani vya furaha. Kama chooni kusafi sawa, ila sio kitu yangu. Alafu hivi nikuulize kitu. Uliza tu. Hivi pale tulipoenda juzi. Red Room, si ndio Nandi anajua kuhusu sehemu? Nilipomuuliza hivyo, alianza kucheka sana. Akasema kwamba kwa nini muulize hivyo? Kwa sababu ile kasino inaendana na jina lake. Kwa hiyo huende kani ya kwake kama sikosei. Lazima awe anajua biashara zote za pale. Ama haujakosea, lakini yeye ni mmiliki tu wa kasino, sio watu. Watu wanaweza kuingia kwako wakaamua kuongezea vyumba au mapambo mengine, na sio lazima mpaka uyaone, ili mradi tu anapata faida yake basi. Baada ya Beth kuongea hivyo, dakika kama 10 hivi mbele, sasa mazingira tuliokuepo tukajikuta tena tumerudi kwenye mchezo. Baada ya kuendelea kwenye mchezo Beth alitamka kauli akasema ya kwamba yani unakuwa unanikumbusha nisivyotaka kukumbuka. Nikamwambia kwamba kwani kumuua Joy ilikupa ndoto mbaya hivyo au? Beth akasema sio Joy ila ni Chaz. Alisema hivyo. Nikaona hebu ngoja hapa ni muendelezee dozi kidogo ili endelee kufunguka. Kwa hiyo nikauliza kwamba kwani Charlie alikufanyaje? Akasema kwamba ni mpumbavu sana kwa sababu yani akupenda tu kula huko nje. Akasababisha yani sielewi hata ni alisababisha nini? Niliuliza tena. Akafumbua macho yake na kuniangalia kilegevu. Nami nikaa nimeona badiliko dogo usoni mwake kutoka kwenye raha kwenda kwenye huzuni. Yani ni huzuni ile ya ndani sana. Akaweka kizuizi kiasi kwa kunishika kifani sasa nisiendelee
kufanya kile ambacho nakifanya pale, akajitoa kong kabisa na kugeukia upande mwingine wa kitanda. Akagwa kunipa mgongo na kuweka sasa miguu chini. Kuna jambo zito lililokuwa linamsumbua sana katika mahusiano yake pamoja na Charlie Gonga. Na kama ndio lilichochea mpaka mauaji ya Joy yakatokea, nilihitaji kujua ni nini. Basi nikasogea usawa wa sehemu aliyokaa nikiwa sasa nimejilaza bado. Nami nikamwambia kwamba madam, hebu niambie nini kinakusumbua. Hakutoa jibu na badala yake akavuta kibox kidogo cha sigara na kuchomoa moja. Kisha akavuta na kiberiti cha mafuta na kuiwasha. Madam, tuache nayo. Hebu tuanze kuongelea nilichokutia hapa. Tutaongea tu lakini kwanza hujaelewa nilichokuambia au? Nimeelewa, ila sometimes madam, huwa ni vizuri kukitoa kitu kinachosumbua nafsi hata kwa kuzungumza tu. Ni nzuri kiafya. Kiafya? Afya gani? Huoni navuta sigara? Ni afya ya kihisia. Sitaji kusikia vizuri kwa lolote lile. Na wewe sio daktari wangu bwana. Wewe ni mwajiriwa wangu kwa maslahi mengine tu. Kwa hiyo usitake sana kuyachokonoa kisa tu umenipelekea moto leo, hapana. Hiyo sio sababu yangu. Ila ni nini? Kwamba nini yani? Unataka kuonyesha kwamba unajali sana ama? Hebu acha unafiki wako bwana. Ndio, nakujali Betha. Aligeuka na kuniangalia. Ongea na mimi, naweza kukuelewa kuliko unavyoweza kudhani. Wewe HB, wewe mwacha maigizo yako basi. Niite JC. Na mimi siigizi. Nataka tu kukujua na kukuelewa. Ili weje? Ili ni connect na wewe. Utanitumia jinsi unavyotaka, sawa? Lakini mimi nakutaka tu wewe. Na namaanisha hilo. Wewe tu. Haya yote yalikuwa ni majaribio kuona ikiwa mwanamke huyu alikuwa na udhaifu kwa sehemu hii ya kuonyesha hisia mwenzi. Na kutokana na jinsi ambavyo alinitazama baada ya mimi kumwambia hivyo, ilionekana wazi kwamba nilikuwa ni kama ni jambo fulani ambalo nilikuwa nimeanza kumuingia hivi. Ina maana kwamba sawa, alikuwa ameshanikubali mpaka kunipa mchezo, nikanipatia game, si ndio? Lakini hiyo ilikuwa ni mchezo tu. Hii sasa hivi ilikuwa ni njia ya kumvuta zaidi na kujua udhaifu wake unakaa wapi. Maana inaonekana ni huo udhaifu ndio uliokuwa unampatia nguvu yake. Akiwa bado anaendelea kunitazama, nikaanza sasa kuendeleza utundu wangu pale. Nikamwambia kwamba hey, tell me, Charles alifanya nini? Kwa nini unaonyesha ni kwamba unampenda sana lakini moyo wako ni kama unamchukia? Hebu acha kujifanya basi unajua sana kusoma watu. Unaongea upuuzi tu. Nayo ongea ni kweli, na unajua hilo. Najua pia sababu inahusiana na G ambaye ni mtoto wako. Nilimwambia hivyo, akanitazama usoni tena. Zamu hii tena alinitazama kwa macho makali kiasi. Akauliza kwamba umemjuaje G? Nilimsikia siku ile Charlie alipokuita Maji na ulikasirika alipokuita hivyo. Nilianza kuelewa kiasi kwamba jamaa alikuwa amekukosea na lazima tu ilihusiana na mwanao. Akaendelea tu kuniangalia, nami nikawa naona macho yake yakitengeneza wimbi la machozi. Nikamshika kiunoni taratibu na kumwambia kwamba usijali, ongea tu. Niko hapa kwa ajili yako, nitakusikiliza. Alivuta pumzi na kuishusha kama vile anajikusanya afikirie nini cha kuongea. Naye akasema kwamba unataka nizungumze kuhusu maisha yangu? Kabisa unafikiri kwamba inawezekana? Kwa nini siwezekane? Wewe umeshakuwa muhimu sana kwangu. Na wewe jua naweza nikaja kuwa ndio future husband wako. Au unaongopa? Wewe huyo unioe mimi. Sasa je? Alicheka kidogo na kuangalia chini, akionekana kuzama zaidi kwenye fikra za mambo hayo. Na Betha, kwa nini unaishi hotelini ingawa unaweza kuwa na nyumba kubwa kabisa? Nyumba ninayo na ni kubwa. Unajua nini mdogo wangu? Maisha mapenzi, kupendana, naona kama ni ungese tu mkubwa sana. Mmoja akijitahidi kubaki njia kuu, lazima mwenzake apotee tu. Ni ngumu sana kupata mahusiano kama ya Beyonce na Jay-Z. Na tena hata na hao wanaongezewa tu chumvi na media, lakini wanajitahidi. Mwanamke akikupenda, mwanamke akimpenda mwanaume kwa moyo wote, atafanya chochote kwa ajili yake. Na ndio hapo huaga mnavimba sasa kuanza kuleta dharau. Ni kweli naelewa. Mimi nimekutana na Charles akiwa hana kitu. Nikampenda, nikamuinua mpaka akawa mwanaume unayemuona amekuwa sasa. Lakini bado tu hata na yeye hakuridhika na niliompatia. Sawa, sikatai. Nyie wanaume kutulia na mwanamke mmoja ni ngumu. Utafanya sabu za mara moja kuonja ladha za wengine, sio mbaya.
lakini usiishushe heshima ya yule mwanamke aliye mke wako kabisa eti kwa sababu tu sijui likijiti lako limeshaingia kwenye mashimo mengi. Nimemzalia Chazi mtoto mzuri sana, mrembo kama mama yake, lakini kwa ujinga wake akasababisha mtoto wangu afe. Pole sana Betha. Nilimwambia hivyo kwa pole. Alionekana ni kuwa na hasira sana. Kwa hiyo alimfanyaje? Ni mpumbavu tu. Jia alikuwa shule huko. Wakati huo Chazi alishaanza kuendesha biashara zangu kibao. Si ndo akafanya upuzi wa kuiba pesa za benki. Wewe, wapi hapo? Huko Musoma. Alikuwa amekula dili na mhasibu mmoja hivyo huko, waziibe kupitia yeye. Milioni 240 kabisa. Ndo akadakwa. Sasa Chazi ni mjinga. Alikuwa anatumia viambata vyangu kwenye hilo dili bila mimi kujua. Sasa ni wakishaga wana pesa ziingie kwangu. Na alifanya hivyo kuonesha ni kwamba alitaka ni kuni surprise. Ajionyesha alivyo mjanja pia kwenye wizi. Kwa hiyo walipokamatwa wakafikiri kwamba wewe ndio ulihusika, si ndio? Na tena hata hawakuweza kuziba hizo hela. Upumbavu tu. Ndio mimi nikaja nikashikiliwa. Ikawaje? Huyo mhasibu alisondekwa jela. Na mimi nikapelekwa mahabusu pia. Mwanasheria wangu alisaidia tu, wakaona kwamba niliingizwa kwenye hilo janga bila kupenda. Lakini kuambia kivipi ndio ingekuwa na utata. Kama wangemkamata Chazi, labda hata wangefuatilia na kujua haya mambo yetu mengine. Kwa hiyo nikawaacha wanipe adhabu tu. Wanifunge tu. Huko Musoma. Na vipi kusichali? Alikuwa amejificha. Alikuwa anaogopa. Akaja kujificha huku. Sasa mimi nikajitoa nifungwe badala yake. Miezi 18, mwaka mzima na nusu. Kwa hiyo huko haukupitia shida? Hamna, pesa ilikuwepo. Kwa hiyo niliishi tu kama malkia wa gereza. Ndio baadaye sasa palipokuwa pametulia, akawa anakuja mpaka kule nilipofungiwa, ananiomba msamaha na ananihakikishia biashara zinaenda fresh. Mimi nilikuwa nimetoa kisingizio kwa mwanangu kwamba niko safarini. Hata wazazi wangu walifikiri nimesafiri kwenda nje ya nchi wakati nilikuwa tu na nyia debe alilotakiwa kunyia Chazi. Na waliojua ilikuwa ni yeye tu na Festus. Sasa kumbe mimi kufungwa na kumwacha jamaa asimamie mambo mengi kukamuongezea bichwa la kufanya lolote kwa jinsi alivyotaka. Unajua ni mwanzoni hakuaga na kifua ile nimetoka tu. Mimi ndo nilikuwa madamu mkalia kiti cha ofisi, yeye ndo akawa saa. Sasa kukalia hicho kiti ndo akawa ni yeye sasa. Akawa ni boss. Akawa ndio bosi, kiburi kikamjaa. Wanawake hao akafikiri sitakuja kutoka labda. Nilikuwa nawaza sana kuhusu mwanangu. Kila mara tulipoongea, ni Chazi alifanya nifikiri mtoto anaishi kwa upendo sana. Kumbe hata nusu ya robo kwenye muda wake alikuwa ampi. Anampelekea tu mama mwingine pale kwenye nyumba yangu. Basi tu. Betha aliongea kwa hisia sana na machozi yakimtoka. Mpaka nikaanza sasa kumuonea huruma. Kwa hiyo mimi kwa sababu ya resources zangu, maisha yangu tu kwa jumla, nilijua ningetoka na kukuta hali iko poa. Maana sikufikiria kwamba Chazi angekuwa punguani namna nilivyokuja kumkuta. Mimi sikuwa na noma hata kama angekuwa anatoka na mwanamke mwingine. Mwanamume ana mahitaji yake bwana, na mimi nilikuwa mbali sana, inaeleweka. Lakini huyu shemeji yangu Doto alipokuja kuanza kuniambia anayoendelea, nilichoka. Kwa hiyo Doto alikuwepo huku na mwanao? Ndio, ni ndugu yake Chazi. Na tulimwajiri awe mlinzi wa mtoto wetu. Alikuwa limited lakini kwa sababu angemwangalia mtoto alipokwenda shule na kumrudisha. Ila akiwa ndani isingekuwa rahisi kumwangalia muda mrefu. Sasa kuna huyo mpumbavu, nilipokuwa nakaribia kutoka, alikuwa na mwanamke lake lilokuwa linaishi hapo nyumbani. Sijui siku amezinguana kisa nini, Chazi akampiga. Hajamwacha na mtoto huyo mwanamke akampa sumu. Betha alisema hivyo kwa sauti kali. Nikaa nimebaki kumtazama usoni kwa mshangao. Kwamba Chazi aligombana na huyo mwanamke. Baada ya Chazi kutoka, huyo mwanamke kwa sababu mtoto aliyoko hapo sio wake, akampatia sumu.
Yaani mimi nimebakiza mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja nitoke. Mwanangu akanyweshwa sumu. Beth alisema hivyo kwa hisia sana. Nikaendelea kumtazama tu. Umeona sasa Charles alivyokuwa mjinga. Kwa hiyo akapeleka magomvi yake kwenye nyumba yangu ambayo ingekuja kuwa ya mwanangu. Alafu akamwacha ili sasa amlipizie. Yaani sikuwa nimewahi kuua mtu kwenye maisha yangu yote. Ila nilipotoka huyo mwanamke ndio akawa wa kwanza. Yaani ulimuua? Yeah. Yeye pamoja na wasichana wa kazi waliokuwepo wakati huo. Ni upumbavu gani sasa kumwangalia mwanangu akauliwa tu kipuzi namna ile? Kwa hiyo ukawaua na wadada wa kazi. Aisee, uko vizuri. Hakuwa na lolote la kufurahia hata nilipokuja kumuua huyo mwanamke mshenzi. Isingerudisha mwanangu, lakini kumlipizia kisasi ilikuwa ni lazima. Kwani hakuwa amekamatwa mpaka ulipokuja kutoka jela? Alikuwa amekimbia. Polisi wazembe tu. Miezi miwili yote walikuwa wanamtafuta tu eti. Mimi nilipotoka tu wiki 2 tu nikaa nimempata. Ulimpataje? Festus alinisaidia. Yaani huyo Festus huyo? Kwa hiyo Charlie yeye alikuwa anajuta, lakini haikusaidia kwa lolote. Mwanangu alikuwa ni mzuri. Angekuja tu atakuwa Miss Dunia yani. Angalia. Alisema hivyo na kuchukua simu yake, naye akaniwekea picha za aliyekuwa binti yake, na ni kweli kabisa. G alikuwa ni mzuri kupita hadi mama yake. Hii ndio picha mwisho nimepiga naye. Alikuwa ndo anaingia darasa la 2. Alisema hivyo kwa sasa akionyesha picha ya Sefi alikuwa anambusu binti yake shavuni. Nikamfuta machozi taratibu, naye akasafisha pua yake na kuvuta pafu moja ya sigara. Nikaambia kwamba wao ni mzuri sana. Alikuwa ni mzuri, ni kwa sababu tu ya baba yake. Sasa hivi yani natumia ni neno yani alikuwa. Yani nimetoka kufungwa kwa sababu yake. Alafu ninakuta kaniharibia furaha yangu. Eti mpaka watu wakawa wanafikiri yani mimi sio mama anayejali, maana kwenye mazishi ya mwanangu sikuepo. Sikutaka kwenda huko maskari wakiwa nyuma yangu, sikutaka kabisa ni. Kwa hiyo ilibidi tu nisubirie mpaka siku ya kutoka. Can you imagine? Yani sikuepo kwenye msiba wa mwanangu niliyemzaa mwenyewe. Can you imagine? Kweli kabisa ni. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ya Charles. Nilimchukia sana. Mbona hukumuua sasa? Kuna adhabu nzuri zaidi ya kifo. Na utamu wake unakuwa kwenye mtu akiwa hai. Kwa hiyo usinichukulie simple. Ulimfanyaje? Doto alipounganishwa na Festus kumpata huyo hawala wa Charles, alimleta kwangu. Nikamchinja kwa kisu bila kuikata mishipa yake yote. Nilimwangalia usoni kwa makini, nami nikamwambia kwamba yani ili afe kwa kuteseka polepole ama? Ndio maana yake. Charles alikuwa ananipigia sana kelele kuwa nisimchukulia hatua kama niliochukua kwa hawala yake. Eti tumetoka mbali, tunaweza kuzaa mtoto mwingine tena. Nimpe adhabu yote lakini nisimuue. Yani alikuwa nafikiri kuzaa huwa ni simple sana sijui. Kwa hiyo nikaamua tu kumuonyesha kwamba nini maana uchungu wa kuzaa. Nilimpa viungo vibichi vya huyo mwanamke avitafune. Na akavila vyote. Nilimpa macho, zile goroli zile nilikata. Hata papuchi ya yule mwanamke nikampa ale. Nikampatia kidole kimoja na ulimi. Alitapika alipoanza kutafuna ulimi, lakini aliendelea na vingine mpaka kamaliza. Betha, unaosema ni kweli au unanipiga fix tu? Nini? Hauamini? Nilichukua na video. Ninayo ngoja nikuonyeshe. Alisema hivyo na kuanza kubofya kioo cha simu yake. Halo, huyu alikuwa atani. Huyu mwanamke hapana. Aise, nilimuona Charlie Gonga kwenye video akiwa anakula nyama mbichi. Pembeni yake wakisimama wanaume wenye nguvu sana. Na bila shaka video ikiwa sasa inarekodiwa na Betha mwenyewe. Nikamwangalia usoni kwa mkazo sana na kusema kwamba Betha, wewe ni mkatili. Mkatili? Kwa hiki nilichofanya? Hapana. Sio kama ukatili ambao ameufanya kwa mwanangu. Aise. Basi tu watu wanafikiri mimi ndio nalishwa na vishwa na Charles, wakati yeye ndio mbwa wangu. Anatembea na bouncer, anafikiri ni mtu wa kumlinda, lakini huyo ni mtu nimemweka tu amchunge. Huwa anakatabia kwa kujisahau sana. Nikiamua kumuondoa muda wote anapotea faster tu. Sema ni
kuna ka amount ka heshima nilikuwa nako kwa wazazi wetu ndio kanafanya nimwaache tu. Ila hata hapo wakija kuvuruga tu nitakata nyuzi zote bila kuchelewa. Kwa hiyo wazee hawajui kuhusu hili kutengana kwenu, si ndio? Yeah. Mbele yao sisi ni power couple. Yaani kuna mengi sana tumefanya kusaidiana. Mamangu aliumwa sana wakati niko ndani, wakamuguza mpaka nipotoka. Hata mimi mwenyewe kujifungua alinisaidia wazazi wake pia. Kwa hiyo ni heshima sana kwao, ila wananijua nikibadilika huwa nakuwa vipi. Na nahisi wanajua mimi na Charles hatuko fresh sana, ila wanakuwa pole tu yani kutokujiingiza kwenye mambo yetu ili nisichafue hali ya hewa. Labda hata Charles aliwaambia nilichomfanyia, kwa hiyo wananiogopa fulani hivi. Unapenda zaidi kuogopwa na kila mtu, si ndio? Mimi siwezi kujuana na kila mtu mdogo wangu. Ila kama wale wanaonijua wakishindwa kuniheshimu, ndio nawafundisha jinsi ya kuniogopa. Ndio, si kweli, nimeamini. Hakuna lolote alionalo Charles ama ambalo ameongeza bila mimi kuhusika. Hiyo Masai pale Buza zote ni mimi. Namwacha tu atambe mbele wengine. Ila kwangu mimi yeye ni kitambaa tu cha kufutia jasho. Nilimuondoa kwenye masuala yetu ya unga. Nikamwacha tu Masai pamoja na Buza ili azipanue. Lakini hajui lolote isipokuwa tu kupelekea tu moto wanawake na kunywa pombe. Aise, yeah. Kwa siku ile amekuja pale Masai, katukuta VIP, akawa anaigiza kwamba eti namuuma sana kunaona na mtu mwingine. Huyo alikuwa ananitafuta tu. Alifikiri labda atapata sifa siji, ila ndio lishapotea. Yaani sina habari naye tena. Hiyo nguvu unayoona anaitumia kukoromea watu, jua inatoka kwangu. Na simnyakui kwa sababu tu ya heshima ndogo nilionayo kwa mama yake na baba yake. Mimi ninachotaka ni kuunda tu empire ya kwangu, niwe juu zaidi, nisimame peke yangu bila deni kwa yeyote. Kilichobaki kati yetu mimi na Charles ni reputation tu. Kwa hiyo kumbe sababu ya kumuua Joy sio mume wako? Nini? Kwamba nampenda sana Charles, yani ndio maana eti nikamuua Joy? Hapana. Nilimuua Joy kumpa onyo Charles. Huyo mwanamke hakunijua vizuri, kwa hiyo akawa sasa analeta nyodo zake mpaka kwenye mambo yasiyomhusu. Siku kanifuata kunisemesha kifalafala. Akasema eti siwezi kumfanya lolote lele. Kwanza eti ampendi Charlie na ana mpenzi mzuri zaidi. Wewe, yani so nilipokuja Masai nikakuita, nilikuwa na hasira. Kwa sababu inaonekana tayari Joy alikuwa anajua mambo mengi kuhusiana na biashara zetu kupitia kwa Charles. Na mimi sasa sikutaka endelee kujichomeka ndani zaidi. Nilimuonya Charles amzuie, lakini demu akawa sasa anajifanya mjuaji. Ndio maana nikaja kwako kukusii kwamba umuonye aachane na Charles. Mimi nijua nyewe ni wapenzi kweli. Ndio maana nikaja na gia ya mwambie mpenzi wako aachane na mume wangu. Maana wewe hukujua kuhusu haya mengine. Sasa sina wewe ukanipandishia midadi. Nikamweka huyo malaya sehemu yake. Na wewe ulikuwa umebaki kidogo tu kwamba ungeniua. Ndio maana yake. Alisema hivyo na kuweka mdomoni ile sigara iliyokuwa inakaribia kuisha. Picha kamili nikawa nimeanza kulipata. Na mzunguko wake ulikuwa ni kama unatatiza sana fikra. Ile kwamba mambo yanayokupata maishani ndio yanakusukuma uishi kwa njia nzuri ama mbaya. Ndio iliyokuwa kitu ya Madam Betha. Mtu mbaya mwenye sababu nzuri za kuwa mbaya. Vipi? Mbona solemba? Hamna, niko poa. Sio unataka kunielewa? Ndio mimi sasa huyo. Niite malkia wa shetani, mkatili, mwongo, utajua ujui. Maisha yangu yameforce nikaufuata huo mkondo, na mimi siwezi juta kwa sababu ndio yananipa faida zote nizo nazo. Unanielewa Prat Boy? Sana tu, umefanya nimekuzimikia zaidi. Nilisema hivyo, akanitazama usoni kwa mkazo kiasi, kisha akaangalia pembeni na kucheka kidogo. Umenisaidia mno ujue. Kivipi? Sita kufanyia mchezo wa kipuuzi, maana sitaki kujikuta ndani ya pipa nikichemshwa mzima. Usinifurahishe. Ila hujakosea, ukiniletea za kijinga. Oho, ya najua, uko na moto kweli. Basi mimi nikakuza kiburi chake namna hiyo. Akawa ananitazama kwa umakini, naye akasema ya kwamba mpenzi wako alipokufa ilikuumiza sana.
Ya, ndo hicho Betha. Joy hakuwa mpenzi wangu. Yaani tumekutana siku moja tu. Akaniomba one night stand, ndo sijui akaja kuzagaza kwako kwamba sisi wapenzi. Ila hakuwa mtu wangu kabisa. Kwa hiyo alijiroga mwenyewe, akajisababishia yani nikufate. Ukanitukana na kuniongezea hasira mpaka nikamuua. Ama tuseme tu yani wewe ndo ulinipa moto zaidi mpaka nikamuua. Unajua mara ya kwanza nilikuwa nataka tu kuwatuma watu wa mdunde ili akae sawa. Lakini wewe ndo kanipa wazo la kumaliza kabisa. So bravo. Alisema hivyo sasa akitabasamu kiasi. Nikatazama chini kwa kukosa amani kiasi. Aliokuwa amesema yalijaa ukweli fulani hivi ndani yake. Na kuona kwamba hakujutia kumuua Joy ndo kitu ambacho kikanikumbusha lengo la mimi kuwa hapa kwa mara nyingine. Lakini toche nayo ya marehemu ni shauri, ni mambo ya kaburi huko. Hebu niambie mpenzi wako wa sasa hivi yuko wapi? Yuko hapa pada. Anaitwa nani? Madam Betha. Mimi. Nini sasa? Wewe, mimi sio mpenzi wako. Mimi ni bosi wako. Kama ulivyosema, mimi nakutumia jinsi tu ambavyo nataka. Kwa hiyo usifikirie kwamba hii kitu tuliyofanya eti ni I love you. No, sahau. Kwa hiyo kumbe tumefanya kiajira tu. Okay, mshahara wangu ni lini sasa? Mshahara wa nini? Si nimekutoa mchuzi mara 4 kabisa hapo, ama huko hesabu labda. Hebu toka hapa, wewe mjinga nini? Kazi ndogo sana hiyo. Paka uje wewe kunitoa mchuzi mara 13 ndo utalipwa. Unafunga mipira ya DAWASA humo ndani au? Sio mipira ya DAWASA tu. Kuna matenki kabisa. Na bado hujafikia hata robo ya moja. Jiandae, nataka nije juu sasa hivi. Alisema hivyo huku sasa akiondoa t-shirt lake sasa lote. Nikamwambia kwamba bado hatujiongea chochote kuhusu ulichonitia. Ni issue tu za madawa. Hatumaliza sasa hivi. Kwa hiyo tutaongea baadaye bwana. Kwa hiyo kuwa mtoto mzuri sawa. Inabidi unipe action tu. Basi alisema hivyo na kupanda kwa bed. Mimi nilikuwa nimegamia mtu, yeye sasa akawa amesogea hapo na biashara nyingine ikajirudia kwa mara nyingine tena. Sasa bwana, kwenye kuendelea kule bwana, simu yangu sikaita. Nikatazama pale ilipokuwa na kuweza kuona mpigaji alikuwa nani. Lakini Betha akaugeuzia uso wangu kwake ili sasa niipuuze na kuendelea kile ambacho tunaendelea. Lakini fikra zangu zote zikavutwa na aliyekuwa ananipigia kwa wakati huo. Basi nikamkatisha kwanza Betha ili nipokee. Sasa kwa hasira Betha akauliza kwamba hawene vipi? Nikamwambia subiri kwanza. Basi nikamondoa na kutazama simu yangu na kucheki alikuwa anapiga ni Bizadi, mrembo wangu. Sijui alitaka kunisalimu tu ama labda kuniambia jambo lingine muhimu. Kale kaisia kuna tatizo kakawa sasa kana nitawala sana ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nikapokea simu yake. JC mwanangu. Na mama, shikamoo. Marahaba baba, uko wapi? Aliniuliza hivyo. Kabla sijatoa jibu, Betha akaja nyuma yangu na kuichukua simu yangu kwa nguvu. Nami nikamgeukia na kumtazama kwa makini. Alikuwa anaangalia jina la aliye nipigia. Na nilikuwa nimetunza namba ya mwanamke, yani nimesave namba ya huyo mwanamke kama Zawadi Mweupe. Na Betha akaniangalia kwa macho yenye makini sana. Kwa sauti ya kuielekea simu nikasema kwamba nimetoka kidogo mama. Nilisema hivyo huku sasa nikiwa namuonyesha Betha ishara kwa kuuliza kwamba anataka nini mpaka nikwapue simu. Betha akaweka mfumo wa kipaza sauti kwenye simu. Na sauti ya Bizawadi ikasikika bwana. Eti baba, hebu njoo tu hapa tuongee kidogo. Na kuna swala la mamu kama unavyojua. Sasa tokea jana yani hapa ndani hapajakaa sawa kabisa. Hebu nakuomba uje tafadhali. Nilitulia tu nikimwangalia Madam Betha usoni, ambaye alikuwa akinitazama ni kama vile anadadisi hali hii ilihusiana na nini. Sauti ya Bizawadi ikasema kwamba JC, unakuja mwanangu ama upo mbali sana? Nikasema hapana mama, sio mbali sana. Nimekuelewa, niko njiani nakuja. Bizawadi akasema sawa mwanangu, nashukuru sana. Jitahidi wahi kidogo. Nikasema hamna shida mama, sikawi. Kisha akakata simu. Nikatazama pembeni kiufupi sasa nikiwa nawaza kuhusu uzito wa issue hiyo ya kutakiwa kwenda huko. Maana ni wazi kwamba ningepaswa nizungumze na mama wakubwa kuhusu chanzo cha ugomvi uliotokea jana baina yangu na Miriam.
Nikamwangalia madam usoni na kukuta sasa amenikazia macho yake, yani kama anasubiri maelezo. Nami nikasema kwamba inabidi nikwage madam. Kwamba unaenda wapi? Nani wapi? Mabibo. Huyo ni mama mkubwa. Kuna tatizo na ninahusika. Yaani wewe watu wako wa ukoo hawa yani hamuishi na matatizo, eh? Alafu wewe ndio wanakuona ni kama yani for figure ya kutoa solution ama? Basi mimi nikatoka kitandani na kuanza kuvaa nguo zangu na viatu. Sasa nikimwambia kwamba ni muhimu sana, kama unavyojua mambo ya familia sema ni kitu cha muda mrefu yani, kwa hiyo naona bora tu kwenda kumalizana nao sasa hivi. Kwani kuna mtu anawasumbua, eh? Alafu huyo mama ni nani? Mdogo wako? Kama kuna mtu kamtia mimba huko, wewe sema tu tumalize. Sio kila kitu kinasuluhishwa kwa kuua tu madam. Acha nikamalize kwanza. Kwa hiyo unaniacha mtupu peke yangu tu hapa kitandani, si ndio? Amna. Kuna mito hiyo hapo. Kutu unachezea. Nilimtania hivyo, akanikata jicho la kukerwa. Nikatabasamu kidogo na kurudi kitandani. Nikikaa kwa ukaribu naye zaidi, nikamwambia kwamba usijali, nikimaliza hiyo issue nitakwambia kwa simu, ili kama utakuwa bado unanihitaji basi utaniita tu. Sio kama nitakuwa. Ukimalizana na watu wako geuka uje huku. Leo unanielewa? Yes madam. Niko namwangalia kwa njia ile ya uvutio. Kimakusudi tu yani. Naye akasema unaniangalia nini? Sulivyo karembo, alafu katam. Katam tam, alande dande, katam tam, golande, katam tam. Mtoko kwa bwana. Basi alitabasamu kiasi hivyo na kunisonya, kisha akageuzia mwili wake upande mwingine wa kitanda na kufungua drawer la kitanda, huku mimi sasa nikitabasamu tu kiuchokozi. Akatoa kitu fulani hivi na kisha kujirudisha upande wangu tena. Na kiganja chake kilikuwa kimeshika manoti ya 10,000 kama yote. Vipi? Hii ya nini? Nauli 100,000. Umeshasahau kwamba tayari unanidai laki nyingine, afu ndo unaniongezea mkopo wakati bado hata kazi sijaanza. Nilimwambia hivyo, aka sasa ananiangalia macho yenye upendezi, ikionyesha kwamba alikuwa ameanza kuvutiwa na mimi. Sasa nikapokea pesa hiyo na kusema kwamba sijui hata kanatoa wapi haya mahela yote. Eti nauli. Akacheka kidogo akiwa amefumba macho, naye akasema kwamba ondoka haraka bwana, ole wako uchelewe kurudi. Basi bwana. Betha akawa amezama. Nikajinyanyua kutoka hapo kitandani na kuanza kuelekea sehemu yenye kioo na vifaa vyake hapo chumbani, nami nikachukua chanuo ili sasa kutengeneza nywele zangu vizuri. Na baada ya kujiweka sawa, nikamtolea ishara kuonyesha kwamba ngoja niwahi kwenda ili nikirudi ndo nije sasa kumkarabati vizuri. Kisha ndo nikatoka hapo na kuondoka. Maisha yangu haya msikilizaji, na hapo ilikuwa bado. Tukutane sehemu inayofuata tuweze kujua sasa kuna kitu gani hapo nyumbani kwa kina Zawadi Mweupe. Je, kuna jambo lolote la hatari ama kuna mabadiliko kwa Miriam ambaye ni mimi? Of course, baada ya huyu Jesse kujua sasa mambo mengi kuhusu huyu Betha. Kipi kitakachoendelea? Na tumeshaona upande wa pili wa Betha. Huyu binti si wa kumchekea hata kidogo. Oya, anakuchemsha halafu supu anaipeleka msibani kutoa kama pole watu wainywe. Kuna dadeki. Mnakula nyama afu kumbe ni hasira za Betha, amemchemsha mtu na akapeleka nyama msibani kama pole yake. Yaani msiba wanakukula wewe. Kudadadeki. Huyu binti ni ana roho ya kikatili vibaya mno sana. Kwa hiyo sasa hatujui kama JC akija kugundulika anafanya upumbavu wake kumspy. Na ameshamkula. Yaani bora atangesha tu kumspy. Yaani amemspy na amemkula. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Kumbuka mtayarishaji na Tontone nilikusimulia ni mimi Lucas Lumba. God with you till we meet again. Bye bye.